Ndoa msingi wake ni ulimwengu wa nini? Wa roho. Amina. Wa roho. Yes. Kwa sababu ndoa sio mpango wa watu. Amina. Ni mpango wa Mwenyezi Mungu. Yes. Ndio maana kuna watu hawaolewi. Yes. Na wanaenda kuloga. Kabisa. Anaenda kwa mganga, mbona siolewi? Kuna huyu mwanaume nampenda huyu hivi na hivi, jina lake, leta jina hapo. Kachukue nywele zake za sehemu za siri, kang'oe ndevu zake tuletee. Yes. Mng'oe meno, leta. Yes. Unakuta yes, huko na mama mumekumbatiana, anang'ang'ana na meno. Yes. Meno nini? Ruka juu, sema sio mimi. Unakuta mtu tu mikono anaipitisha kichwani kama anakukuna hivi, kumbe anachomoa nywele. Amechumwa achomoe moja utosini, moja sijui kama una kichwa cha kona kona kama tafali, atoe kila kona. Yes. Kama unaza ndevu nazo unaona tu kila wakati dia hapo. Dia ndevu hizi masharibu haya. Wewe dia unanizingua wewe. Na wewe sasa ni mkibosho hii na kuzingu. Unakuzingua, unachukuliwa ndevu wewe. Nikokotee mawe. Unacheka cheka nini? Unaokotwa ndevu wewe. Yes. Unakuta yule mama kila mahali unaanza kumfuata. Juzi kati nilikuwa navunja agano moja la ajabu sana. Amen. Binti moja yes, alikuwa na mwanamke, alikuwa na mwanaume ambaye amempenda, wamefunga ndoa. Amen. Akapata ajira. Yes. Sasa akaalikwa kwenye party ya ofisi, akakuta wafanyakazi wenzake, sekretari na nani, ni mabinti wazuri wanatembea kimisi. Yes. Hapo. Yes. Hakajitafakari. Asema, unajua wewe mwenyewe unajijua tu. Yes. Unajua sisi tunajijua. Yes. Yaani mimi na mchumba wangu kwa mahali. Sawa. Alafu nakuta unakuja na six pack ndefu. Wewe. Unapita pale unafanya hivi na kusukuma na teke, unapita pitaje? Ni unacho kitu sina. Alafu unajipitisha hapo, unaenda kivipi? Yes. Unajijua ulichonacho na ambacho hauna. Unajijua. Kila mtu anafahamu. Kadhalika na wakina dada, akiangalia hivi wewe, anaweza akawa ni mke wako akamwambia huyu binti ni mzuri. Hapo. Wewe kwa sababu hutaki kumkorofisha unamwambia akufikii wewe. Hapo. Hamnaki. Yes. Lakini huku ndani unajua kabisa uambui dafu kwa huyu, hata wewe mwenyewe unajua. Yes. Hiyo ni siri kila mtu anayo. Kabisa kabisa. Yule binti alivyoangalia akaona wale mabinti walioko kwanza wanaohudumia, alafu wanatambulishwa eti ni secretary wa mume wake, huyu ni nani? Akaenda kwa mganga. Hapo. Amloge mume wake juu asichukuliwe ofisini. Amemloga mume, kaambiwa apeleke nguo yake ya ndani, anyoe na ndevu. Ninamuuliza, sasa ulinyoaje? Yes. Anasema siku hiyo nilinunua vifaa vyote, nikamwambia leo usiende saluni na kunyoa na kushevu mwenyewe. Hapo. Kumbe ndio anachukua nywele. Anachukua nywele zake. Yes. Anachukua nywele zake. Yes. Akachukua vile vitu akavipeleka kwa mganga. Mganga akafanya vitu vyake na nini, akampa akampa nyama. Yes. Aliambiwa sio apeleke na mbuzi. Yes. Yule mbuzi wakamchinja pale kwa ule mganga, alafu akapewa maini arudi nayo nyumbani kwake. Yale maini akaambiwa ayaweke sehemu zake za siri, alafu asubuhi ndio alichomoe lile ini akatekate, apikie mume wake ndio aende kazini. Yes. Dunia ni ngumu. Yes. Akakata akakaanga na amelala nalo sehemu za siri.
na aliambiwa aweke wakati yuko kwenye tarehe zake. Sasa unapiga ukunga ni mimi Hapo. Hebu tulia nikupe madini. Na Yesu akuokoe kwenye mikono ya watu waovu. Ili ukaje usema nakataa. Nakataa. Kwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo Nazareti, Mungu kwa neno halisi. Akakaanga akampa. Mwanaume akala. Akasema siku aliyokula mapishi mazuri ni hiyo siku. Kutoka pale kiu ya kwenda kazini ikafa. Hapo. Kila wakati anamfuata mke wake hapo nyuma. Akienda kazini anataka mke wake amdrop na gari afike ofisini. Yes. Ndio aingie ofisini, yeye mwenyewe aende. Na akimfikisha ofisini, yule jamaa anakaa dakika chache sana, anachukua tena Uber, hiyo gari ya haraka haraka ya kukodi. Yes. Anarudi nyumbani Hapo. Kwa hiyo akawa tena ofisini akai. Yes. Mke anamuuliza, mbona sasa uja nimekufikisha tu sio muda mrefu. Nimekumisi mke wangu. Nimekumisi, nikikaa hivi nawaza, kuna akili zinanijia kama kuna mtu anakufuatilia. Kwa hiyo akawa muda wote anamuwaza yule mama. Sasa yule mama yeye akumbuki kama ni uchawi aliyofanya. Yes. Akaja kanisani ananiambia, kuhani, mume wangu kalogwa. Amekuwa kama zezeta. Hapo. Anasema akiingia chooni Hapo. kwenda kujisaidia, na yeye anakaa mlangoni. Anasema wasije wakakuiba mke wangu. Yes. Kuna uchawi dunia hii. Yes. Achana na hayo makakumba unaodanganywa. Mtu analogwa anakuwa mweu Kabisa, kabisa, kabisa. Yes. Jamaa anamfuata kila mahali. Amen. Mke akienda sokoni anaye nyuma. Anachagua makatapera nini, jamaa yuko hapo nyuma. Yes. Watu si wanaona ndoa ndio hii, kumbe mtu yuko kwenye kibuyu. Yeah. Yes. Mwisho wa siku uzembe kazini, kafukuzwa kazi. Hakai tena kazini. Muda wote mke wangu anapiga simu. Sasa asema kuhani, na aliyemloga mume wangu kamloga vibaya, kwa sababu muda wote ananitaja mimi. Nikamwambia, wewe ndio umemloga. Hapo. Kwetu hakuna uchawi, mchungaji. Haki ya Mungu, kama kuna manabii wa uongo leo ndio nimejionea mimi. Hapo. Mimi sijawahi kukabidhiwa mkoba wa uchawi. Nikamwambia, wewe si ulienda kwa mganga kutaka mume wako asichukuliwe na watu wengine? Yes. Hiyo ni kweli. Hapo. Hiyo Mungu anisamee. Hapo. Kwa sababu nilikuwa sijaokoka. Hiyo anisamee. Kama ni hiyo kwani, hiyo anisamee na wewe unisamee. Nikamwambia, nimeshakusamea. Yes. Wewe si ulipewa dawa, si ulichukua nywele za mume wako. Mume haelewi, yuko pale anaangalia hivi hata kama anioni. Hapo. Yes. Kwa sababu akili imeshavurugika. Tayari. Nikamwambia, wewe si nyama uliweka sehemu za siri. Yule baba nilifikiri zezeta, ndo akashtuka pale. Nikamwambia, si ulikula maini wewe? Miaka 3. Yes. Nikamtajia, asubuhi ulipikiwa maini hivi na hivi na hivi na hivi. Ilitoka kwa mganga na nywele ziko kwa ule mganga. Yule mganga alishakufa. Hapo. Ameachia watu wengine mkoba wanaendelea. Yes. Lakini jamaa anatabika. Kitu cha ajabu ambacho kimenishangaza mimi. Sawa. Na nikamshangaa Yesu. Yes. Tunayemhubiri katika madhabahu hii. Ngomeni. Nikamweka dozi Kabambe. yule mwanaume
Baada ya kumweka dozi akaanza kupandisha kama kichefuchefu. Hapo. Kitu kinapanda kinaishia kifuani kinarudi. Kinapanda kinaishia kifuani kinarudi. Yes. Kinapanda kinaishia kifuani kinarudi. Ndio. Akawa ameshikwa kama na kwikwi. Ghafla akatoka nje akaanza kutapika yale maini vile vile kama yalivyokuwa. Yes. Ile kwikwi nilivyokuwa na muangalia nasema sasa mzee anataka kufia hapa ndani ama ni kitu cha aina gani? Nikamwambia Yesu usiniaibishe. Kumbe ni lile dude linatoka ndani ya mwili wake. Oh yes. Baada ya hapo yule mwanaume amerudi kuwa sawa sawa. Hallelujah. Akili zake zimerudi sawa sawa. Amen. Na cha kushangaza ofisi ile ile aliyotolewa kazi, sawa, wamemtafuta na amerudi kazini. Yes. Amerudi kazini, alikuwa ameshakonda, amekuonekana kama mweu. Jamani, uchawi, msijiingize kwenye maagano mengine ya utumwa wa uganga ambayo usiyoyajua. Ukaja usema nakataa kutumikishwa kwenye ushirikina na uchawi na uganga. Sema Yesu nisaidie. Bwana Yesu nisaidie. Yes. Nilichomshangaa Yesu kikubwa zaidi, ule mkoba ambao yule aliyekuwa amewafanyia ile dawa, sawa, alikuwa amewafanyia dawa. Amen. Amekufa. Yes. Kaachia ndugu yake, tena ni mdogo wake, hapo anaendeleza zile kazi. Oh yes. Yule mama akapigiwa simu. Bwana Yesu asaidie sana. Amina. Anaambiwa umekwenda wapi? Ni wapi umeenda? Yes. Anauliza kwa nini? Nimeenda kivipi? Mimi naenda kanisani. Anasema umechoma vitu vyetu. Nimechoma vipi? Asema mkoba unawaka moto wenyewe. Kombe kile. Yes. Mkoba unawaka moto wenyewe. Aya. Bila kupigwa kiberiti. Ninaamuru moto ule Yesu alioenda kuchoma nao vibuyu vya hivi vinavyotumikisha watu, vinavyotumikisha familia zao, vinavyotumikisha makabila ya watu. Ninaamuru moto ule usafiri katika ulimwengu wa roho, ukakamate mikoba inayowatumikisha watu wa familia yenu, mikoba inayowatumikisha watu wa ukoo wenu. Emburuka juu, sema waka. Wewe peleka moto, washa. Peleka moto. Ile mikoba ya kichawi inayowatumikisha kwenye uganga na ushirikina, mikoba ya kichawi inayowatumikisha kwenye magonjwa inawaka. Peleka moto ile mikoba ya kichawi iliyoshikilia wateja kwenye biashara. Piga moto mkali, washa moto kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, Ruka juu, sema kila mkoba unaotutumikisha leo unashika moto.